Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Majina naitwa Saifu Hamisi Saidi Gulamali, ni mbunge wa jimbo la Manonga. Manonga iko wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora. Na mimi mjumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Na kama ambavyo unaweza kuona tuko katika mwisho wa kuelekea kwenye uchaguzi, na huu ni mkutano wa mwisho wa sisi ambao ni wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhudhuria. Na kama ambavyo unaweza kuona ni tathmini ya utekelezaji wa ilani ya mwaka 2020-2025, lakini pia tuko mbioni kwenye uzinduzi wa ilani nyingine ya 25-30. Asante. Labda nini matarajio ya wananchi ama watarajie nini sasa katika baada ya uzinduzi wa ilani ya 25 2030? Watarajie nini sasa? Kwanza tu nipende kusema binafsi kwa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi asilimia karibia 90 imefanyika vizuri kwa maana 2025. Tumeweza kuona miradi mikubwa ya maji, miradi mikubwa ya barabara, tumeona miradi mikubwa ya treni SGR, treni ya umeme. Lakini tumeona bwawa la Mwalimu Julius Kambarage ambalo limekamilika. Tumeona ukuaji wa uzalishaji wa umeme ambao kwenye gridi ya taifa umeongezeka kutoka ile kuwepo 1400 mpaka sasa hivi kufikia karibu 1400 mpaka 1500. Lakini pia ilani inayokuja manake tunatarajia mambo yatakuwa makubwa zaidi tofauti na haya ambayo yalokuwepo. Na kama unavyotambua nchi yetu inaongozwa na dira ya maendeleo ya miaka 25. Katika dira ile ilikuwa tuna mpango wa miaka 5, lakini pia huwa tuna mpango wa miaka mmoja. Kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya miaka 5 itaenda kuchukua ile dira yetu ya taifa ambayo kama taifa sisi tumejipangia nini kufikia mwaka 2030. Kwa hiyo tutaenda kuingiza kwenye utekelezaji wa ilani, tuna kunadi kwa wananchi na hatimaye tutaanza utekelezaji kupitia ile ilani ambayo wananchi wataweza kupatiwa na kuona jinsi gani ambavyo wanaweza kuchagua Chama cha Mapinduzi kutokana na ilani yake. Binafsi kwanza namshukuru sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa aliyofanya kwenye sekta zote. Tumeweza kuona kwenye utekelezaji wa ilani. Leo nchi nzima shule za sekondari hakuna uhaba wa madarasa. Shule nzima watoto sasa hivi katika upande wa sekondari hakuna watoto wanaokaa chini. Lakini leo nchi nzima ukatikaji wa umeme umepungua tofauti na nyuma. Lakini leo tumeona kwamba fedha za barabara zimeweza kutolewa nyingi sana hasa kwenye majimbo yetu. Mimi nilikuwa nikipokea milioni 300 na sasa napokea bilioni 2. Kwa maana kuna ongezeko la zaidi ya milioni 1700 zimeenda kwa wananchi. Lakini tumeona pia mabadiliko kwenye fedha kwenye kilimo. Bajeti ya kilimo imetoka bilioni 200 mpaka kwenda trilioni 1 na milioni 200. Bajeti ya TARURA imetoka bilioni 200 mpaka bilioni 800. Kwa unaweza kuona kuna mabadiliko makubwa kwenye utekelezaji. Sekta ya maji. Leo jimboni kwangu nina kata 19. Kati ya kata 19, kata 16 zinatumia maji ya Ziwa Victoria. Haya ni mapinduzi makubwa ambako na ni jimbo la vijijini tunapata maji safi na salama. Nampongeza sana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi wananchi hasa wa Manonga na wilaya ya Igunga na mkoa wa Tabora tutamuunga mkono kwa kura nyingi kwa sababu tayari Chama cha Mapinduzi kimempitisha kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kura zipo za kutosha, asiwe na hofu ndani ya mkoa wa Tabora kuhusiana na vyama vingine. Chama cha Mapinduzi kitaongoza kwa kura nyingi za kujaa na kufurumia. Tuanza tunampa pongezi lakini pia tunampa pole kwa kucheza mashindano ya finali ya Confederation. Tumeona home and away. Alienda kule Cairo, Morocco, kafunga goli 2 na amekuja hapa amepata sare ya goli 1-1. Sisi tulicheza finali kama hiyo na tunashukuru tu kwamba kipindi tunacheza katika ule uwanja wa taifa ilikuwa ni majaruba. Kwa hiyo mpira ulikuwa utembei. Na ndio maana tulifunga goli 2-1. Lakini tulivyoenda kwenye uwanja ambao mpira unatembea kule Algeria, uliona wenyewe tutoka na ushindi. Light tungepata nafasi kama walopata wenzetu Simba ya kuchezea kwenye uwanja mzuri wa mpira unaotembea pale wa Amani, naamini Yanga angekuwa mabingwa leo wa kombe la shirikisho. Lakini kwa sababu uwanja ulikuwa ni mbovu, tulikuwa kwenye uwanja kuona mpira ulikuwa utembea na tulifungwa. Sisi tunapenda kucheza katika viwanja ambavyo ni bora. Na naona wamekula viporo vyao, tunawapongeza. Maana viporo walivyovila wamekula viporo vyao bila kuchinja, wamenyonga. Kwa hiyo kwa unyongaji ule tunaona kama timu yao si mbaya sana, si nzuri sana.
lakini naamini ligi hii ni ligi bora Tanzania kama ikisimamiwa vizuri na marefari na bodi ya ligi, kuhakikisha kwamba marefari wanahakikisha kwamba timu zote zinapata haki sawa. Na sisi tunaomba kama mechi yetu na Simba akiletwa yule refari, hata kesho tunacheza. Hata kesho tutacheza. Aletwe yule refari yule alochezesha finali pale Zanzibar. Tutacheza naye Simba hata kesho. Maana yake tunaamini game itakuwa fair na mpira utatembea. Sisi tunataka mpira utembee kwenye njia zake. Yes, kama ambavyo unaweza kuona kwenye vyombo taarifa za club, ni kweli tumemuuza Aziz Ki. Ni mchezaji ambaye amekitumikia klabu yetu kwa moyo mkubwa, moyo wote, na amefanya mambo makubwa, na moja ya kitu kikubwa ambacho Aziz Ki alikifanya ni pale tulipocheza kule Tunis dhidi ya klabu Africain, ambapo tulikuwa tunatafuta utaji ushindi goli moja. Alifanya kazi nzuri sana, ni moja ya kumbukumbu ambayo klabu yetu itaendelea kumkumbuka. Lakini mtoto wa nyumbani, na alikuwa tayari na usajili wa miaka 2 na ameshatumikia mwaka mmoja. Ulikuwa bakia mwaka mmoja. Tumeona bora tumuuze klabu iweze kupata fedha, lakini tunaendelea kutafuta wachezaji ambao watakuwa bora na imara, wenye uchu wa mafanikio. Lakini pia unaweza kuona wako na wengine wachezaji wako njiani. Muda utakapofika taarifa zitatoka. Wachezaji wangapi tutauza, wachezaji wangapi wazuri watakokuja, lakini tunawahakikishia tutaleta wachezaji mmoja ama wachezaji the best ambao watakuwa tishio ndani na nje ya Afrika. Lengo letu bado liko pale pale. Tunatafuta kombe la Afrika, iwe la Champions au Confederation. Tunataka moja tulichukue.